Hello, mambo vipi kwa wewe mkaka? Sasa leo nataka nikusanue. Nataka nikupe sababu kwa nini mwanamke ukigombana naye anaamua kukaa kimya ili uweze kulifahamu. Wengine huwa mnasema mwanamke wangu mimi ana kiburi, ana dharau. Hapana. Sababu ya kwanza inayomsababisha mwanamke akae kimya wakati mnagombana ni kutokuharibu nguvu zake kiroho. Katika ulimwengu wa kiroho, wanawake ambao wamejitambua na wanajua ana nguvu kubwa kiroho, kitu ambacho kitaharibu nguvu yake kiroho ni ugomvi na marumbano. Wakati mwingine mwanamke akijibizana na wewe katika ulimwengu wa kiroho anaharibu nguvu zake na anashusha nguvu zake. Kwa hiyo unakuta matokeo yake nyumba inakuwa haina masikilizano, nyumba inakuwa haina amani, riziki zinakuwa ngumu aidha kwa mwanamke wako ama kwa wewe mwanaume. Kwa nini? Kwa sababu tayari mmeingiza nishati mbaya katika nyumba yenu. Na ndio maana mwanamke akijitambua kuwa yeye ana nguvu katika ulimwengu wa kiroho, huwa ananyamaza kimya, hapendi kujibizana na mwanaume wala kugombana na mwanaume wake, kwa sababu anajua akijibizana na wewe, akigombana na wewe katika ulimwengu wa kiroho anaharibu kila kitu. Ila hili wanaume huwa hamlijui. Kuna wakati riziki ambayo mwanaume unaipata ni kwa sababu ya mwanamke wako, litambue hilo. Kingine, mwanamke anakaa kimya wakati mnapogombana ni kwa sababu ya kudhibiti hasira zake na maneno yasiyo lazima. Yaani mwanamke anakaa kimya kwa sababu kuna maneno mengine sio ya lazima wewe mwanaume kuyasikia. Sasa unapomchokonoa, mwanamke ni mtu ambaye analipuka. Kwa unakuta atatamka neno ambalo litakupa msongo wa mawazo, utakaa miaka yako yote unafikiria lile neno wakati yeye ameshalitamka na ameshalisahau. Kwa hiyo wanawake wakiwa mnawalazimisha waongee wakati wa marumbano, huwa ni watu wa kulipuka na kuropoka. Unakuta analopoka neno ambalo litakutia hasira zaidi, litakufanya usononeke na utapata sonona, kwa sababu wanawake wana maneno makali sana. Yaani wana maneno makali sana. Inawezekana labda mlishagombana, mmepishana huko nyuma, wewe umesahau, lakini yeye anakumbuka na memory yake. Kwa hiyo unakuta anaweza karopoka. Unakuta mwingine anakuambia, watoto sio wako, nitawapeleka kwa baba mwingine. Unaanza kutafakari, kuna mwanaume mwingine ambaye mwenye hawa watoto tofauti na mimi? Ni kwa sababu mwanamke ukimkera na yeye anataka akukere zaidi. Hivyo ukiona unagombana na mwanamke, unarumbana naye, akaamua kukaa kimya, muache. Sio kwamba amekudharau, ila mwingine anajua nini anakifanya. Riziki za ndani kwa watu ambao wana nguvu na wameamka kiroho, kwa wanawake wanajua marumbano na kugombana kunapunguza nguvu ya mwanamke kiroho, kunaleta energy mbaya ndani ya nyumba.